kuamini yule mwanasheria alikufa ghafla. Alafu tuliumwa kwa pamoja. Mimi niko hospitali nimezimia, naye anaumwa kama mimi. Kuna watoto Mungu wangu wanateseka wapo mtaani. Mimi ndio nilikuwa mama yao, mimi ndio baba yao. Sijui wapi pa kwenda kwa sababu sina kitu. Sijui niende wapi ili niweze kuwasaidia watoto. Natamani kuchukua kisu nitoboe tumbo. Yes, bwana, karibu sana mtazamaji. Tupo hapa kuzungumza na ndugu yetu, dada yetu. Tulishawahi kuwaletea moja kati ya story, lakini leo tumeona tuje tena kupiga naye story kwa sababu tumeona kuna mengi ambayo anayo ili aweze kushare na nyinyi wa Tanzania. Tukaona tuje hapa ili tuweze kuwafikishia haya ambayo anayo. Dada, habari? Salama. Kwanza pole kwa haya yote ambayo tunayaona na tunayasikia. Watanzania pengine walikuwa natamani kuthibitisha kutoka kwako wewe mwenyewe. Unajua stories zimekuwa nyingi, mambo ni mengi. Tukaona ngoja tuje ili tukusikilize wewe mwenyewe. Ndio. Ni kweli vitu vimesambaa, lakini mimi naumwa muda mrefu. Sasa hizi unaelekea mwaka wa 4. Huu ni mwaka wa 4 sasa hivi, na kabla sijazungumza kwenye media nilikuwa nimejaribu sana kuwatafuta watu mbalimbali mpaka baadhi ya viongozi ili angalau niweze kupata msaada nyuma ya pazia huko nikatibiwe, lakini kwa bahati mbaya kwa kweli nilikuwa sifanikiwi kwa chochote kile. Na hii ni kwa sababu hata niliposaidiwa msimu wa Magufuli kuna maneno mabaya tokea mtu mmoja tukaongea vibaya juu yangu. Kwa hiyo ikawa watu wote wamekula kama sumu, kama Zohari tuseme ametia watu wamekuwa na sumu katika vichwa vyao. Kwa hiyo wanakuwa hawaoni kwamba huyu mtu labda ana tatizo ama vipi, mpaka imefikia hali hii. Nimefanya kuombwa na watu wa media, umenielewa, kwa kusema kwamba hauko peke yako, Watanzania wako na wewe. Lakini nilikuwa sitaki kabisa, kwa sababu sijisikii vizuri kwamba nikiongelewa vibaya. Mtu anaona uko hospitali unaumwa, lakini anaona kama wewe huumwi, umekaa hospitali unaigiza. Kuna mtu naigiza ketimamu anasafiri kutoka hapa hadi India anaenda kuigiza hospitali, lakini kwa sababu mtu aliamua kuzungumza hivyo, kwa hiyo yale maongezi au kilichotokea kipindi kile kikanikatisha tamaa kabisa kuongea na media. Lakini baadhi ya watu wa media walivyoniona wakasema hapana. Astara, kama unaona umehangaika hiyo miaka 4 huna msaada, basi sisi tutakusaidia kupitia media. Kwa hiyo nikakubali kufanya nao interview, nikawaeleza tatizo langu, na si tatizo kwamba limeanza tuseme labda juzi jana. Ni tatizo la tumbo, kichwa, na tatizo ambalo lina muda kama nilivyosema miaka 4. Na ni kweli hata hiyo sumu ambayo niliwekewa sumu tuseme kwenye soda, nilienda kwenye sherehe na sikuwa nimejua kusema kweli kama ile niliyowekewa kwenye soda ni sumu, ila mimi napenda sana soda. Kwa hiyo nilivyokunywa zile soda zilikuwa ngeni kwangu, ila sikuziacha. Maana mara ya kwanza nilivyokunywa ya kwanza nilitapika sana. Na tulikuwa tuna wasanii wenzangu tumezunguka tuko pamoja, nikawatapikia sana kusema kweli. Asikuelewa kwa nini ilitokea vile. Alafu nikaomba soda ya pili, nikasema hii labda haijanipenda, naombeni soda ya aina nyingine. Kwa hiyo nilivyoletewa ile soda aina nyingine, kuna mtu nilimuona pale ambaye huyu mtu hakuniongelea vizuri. Sikumuona nini alifanya, lakini nilimuona alisema masemu ile ambaye nilimtuma mtu akachukue soda. Kwa hiyo mimi nilipomuona sikumfuatisha, yani sikufikiria kwamba kinaweza ikaja kitu kikubwa kama hivi.
Basi kaja ile, mimi nikainywa, hajaniletea infection yoyote. Nikaomba tuondoke kwenye sherehe. Sasa nilipofika nyumbani nikaanza kujisikia vibaya, yani nikawa navumilia tu ile hali. Baadaye nikaona kama nataka kuzima na pumzi zinakata. Kabidi niende hospitali. Nilipofika hospitali mimi nikasema food poison, labda zile soda tu zimenikataa. Maona. Akaniuliza daktari, soda gani? Nikamwambia kwa ninapopenda soda nazo hapa kwenye begi. Maona nimetembea nazo, labda unaweza kuziona au kuzijua. Daktari akasema hebu zitoe. Nilipozitoa akazifungua. Lakini nilipozifungua anajua mwenyewe alichokisikia. Yapo mimi nilisikia, lakini kwa wakati ule nilikuwa naona kwa sababu soda mpya sijai kuinywa, labda hii ndo testi yake. Unaona, labda hii ndo harufu yake. Kwa hiyo sikuitilia maanani kabisa. Niliposema hivyo akasema jamani, wafu unesi sio fulani nani lete matoto drip sijui ya kutoa sumu, lete sijui sindano gani. Anawaambia yani iko mlangoni, mimi niko kwenye chumba cha mapumziko. Kwa wakawa anawasemesha ambao manesi wake wanaopita, wengine wako reception. Chumba hicho nilichokuwa kikuwa mbali na reception. Mola akawa anawaita huko amepanic, yani yeye kama hatari yani. Basi baadaye wakaji chap akaniuliza mkunywa muda gani? Nikamwambia toka sijui saa 7 usiku. Yani hivyo toka saa 7 usiku. Na umeanza kujisikia vibaya muda gani? Yani saa 7 usiku, na maana nishafika nyumbani nikainywa tena ile soda. Na mimi kwamba nataka kujua mara ya mwisho muda gani nikunywa, kama saa 7 hivi. Ulianza kujisikia muda gani vibaya? Nikamwambia ilipita kama saa hivi na nusu. Lakini nikavumilia. Kwa nini umevumilia mpaka muda huu? Baya sana. Hii ni sumu. Umeelewa? Hii ni sumu, sio sumu ya nani labda chakula kibaya, hapana. Yaani ni sumu tu kabisa. Ni sumu kabisa iko kwenye hii soda. Sasa sijui ni viwandani au ni kitu ambacho kilikusudiwa, kwa sababu zile chupa zilikuwa za plastiki. Na chupa ya plastiki bana unaweza kuingiza chochote. Unaona, unaweza ukachoma hata sindano tunazochoma hizi, ukaingiza dawa ikaingia bila shida. Na mimi ingekuwa sio mgeni na zile soda, basi ningegundua mara moja. Kwa sababu nilikunywa kitu ambacho sikuwahi kukinywa. Ndio maana nikaona pengine hii ndo kawaida harufu yake. Basi kweli wakanihudumia pale vizuri, nikawapa taarifa nyumbani, lakini nyumbani wakawa kutofauti. Yani kwamba kitu gani yani ambacho kinakufanya upewe sumu? Yani ukasahau kama mimi ni mtu maarufu. Natafutwa na watu wengi. Kuna watu wengi wana uadui ambao siwajui. Watu wengi wananichukia, wapo wanaomba mtu afe, wapo wanaomba urudi. Yani kila mtu wapo hao. Kwa hiyo kama wapo, mtu anaweza kufanya chochote tu ya kuangamiza kutokana na ile nafasi nilokuwa nao kwenye jamii. Umeona? Kwa hiyo walivyosema hivyo, basi mimi sikumshirikisha ndugu yangu yoyote tena kuanzia siku hiyo. Kwa hiyo nilichokifanya, nilimuomba daktari yule anipimie, kwa sababu hospitali yetu si ndogo, hatuwezi kupima sumu. Utaka kupima sumu nenda hospitali kubwa kama vile Muhimbili, nenda kaangalia Amana, yani hivyo. Nikamwambia sawa, basi hamna shida. Kwa hiyo nikahudumiwa pale. Baada ya siku 2 ni kweli nikaenda Muhimbili. Nilikuwa na rafiki yangu, yani hapa kokote alipojua ananisikia na anajua nini naongelea. Nikaenda Muhimbili, nikamueleza kuhusu zile soda na nikamwambia hizi hapa soda. Kwa hiyo mimi sijui ipi yenye sumu. Nilimwambia makusudi, japokuwa yule dokta wa huku alikuwa anajaribu kuniokoa, alinionyesha kabisa ni hii hapa. Unaona? Kwa hiyo nikamkabidhi zile chupa, akasema sawa. Kwa hiyo tukamalizana pale process zote. Akaniambia nakupigia simu, kwa sababu uzuri daktari alikuwa ni rafiki yangu. Kwa hiyo ni mtu ambaye nilijua hawezi kuniendea kinyume.
Basi akaniambia nitakujulisha, nikishakupigia basi wewe uje moja kwa moja hapa. Kweli baada ya siku 2 akanipigia simu, njoo, naambia kuna nini, mambo yamejibu. Ananiambia njoo bwana, hapa ni hospitali, unatakiwa uje, unaweza kuwa unaumwa wewe huku kaja kutibiwa vitu vingi. Nikamwambia sawa, yani vile nataniana naye. Ndio fika akaniambia hii hapa adui yako. Akanionyesha ile alinionyesha daktari wa huku. Nikajua kweli hii sumu. Akaniambia hii sumu bwana, unaweza kukaa na muda mrefu sana kwenye mwili wako. Lakini inakula kidogo, mara utaona ngozi inakuwa hivi haieleweki, mara utaona mambo kwenye kichwa, utajiona tofauti vitu vingi, lakini ukiona hivyo ujue ni hii sumu. Sasa ikiwa hujatumia dawa yoyote au madhara yakikupata, basi huna cha kujinusuru. Lakini jitahidi, zipo dawa ambazo unaweza kutumia mpaka kutimiza mwaka mmoja kwa umelimaliza hili tatizo, kwa maana sumu kokote ili kujificha itatoka, kwa sababu ndio kawaida ya hii dawa. Basi nikamwambia sawa. Akaniambia lakini dawa zina gharama sana. Sawa, wewe nitajie gharama hata ya miezi 2 tu. Tutachukua za miezi 2, wakati najipanga tajua uchukua tena. Basi sawa, akaniambia sawa, hamna shida, uko tayari leo? Nikamwambia hapana. Tukapanga siku na kweli nikaenda. Nikapewa zile dawa, nikalipia. Hivyo yani mpaka hapo bado nilikuwa natembea, lakini kama na mawenge, yani hivyo, yani kama na kitu hakiko sawa, lakini hivyo, yani sikichukuli kwamba hii ni tatizo, umeona. Basi nikapewa dawa kweli. Nilipomaliza miezi 2 ile hali nikawa hata sioni, kwa hiyo nikajiona nishapona. Sijarudi tena kwenda kuchukua dawa mpaka mara mwisho namtafuta yule daktari, akawa ameshahama, amehama, ametoka hapa ameenda Dodoma. Na bahati mbaya wakati naongea naye kama wiki 2 mbele nikaibiwa, nilivamiwa na wezi, waliingia hapa wakaniibia simu na vitu vingine. Kwa hiyo ikawa habari ya yule daktari imeishia hapo, labda yeye aje kukumbuka kunitafuta. Basi baada ya hapo mimi huaga na attend na hospitali na daktari ambaye ni maalum kabisa. Kwa hiyo mimi nikawa naenda kama kawaida. Ni mwaka jana nikamwambia daktari, kama ulikuwa mwezi wa 11 hivi, nikamwambia kuna vitu vinanitokea na nikwambie tu ukweli, mimi nilikunywa sumu. Sijaimwambia yule daktari, nikamwambia nilikunywa sumu. Akashangaa kweli, alikuwa ananitibia tu vitu, ananiandikia dawa, nikienda pale tatizo ananiandikia dawa. Nikamwambia daktari, mimi nimekunywa sumu. Kwa hiyo nikiacha kula dawa yoyote ya tumbo au ya maumivu yake ninao yapata, natamani kuchukua kisu nitoboe tumbo. Maona akasema basi inabidi tufanye vipimo vya ndani zaidi. Sasa nini kilikuwa kinatokea baada ya mimi tena kuachana na zile dawa, kujiona nimepona? Nikawa sasa nikikaa hivi nashikwa na kichwa, yani kinakuja tu from nowhere. Kile kichwa kinauma, alafu najiona kabisa kama naondoka pale duniani, yani macho nalazimisha kufunga, mimi nalazimisha kutoa hivi. Umeona, kila nikitaka kufumba na yatoa hivi, lakini baadaye nakuwa nazidiwa, yani nakuwa napoteza nguvu kabisa, na huka chini naanza kutoa mapovu na tetemeka kama mtu mwenye degedege hivyo. Baada ya hapo tena na kwa sijui kinachoendelea, nakuwa nimezima kabisa. Baada ya muda nakuja kuzinduka. Wakati nazinduka watu hapo wanafanya maombi, yani kwa ile hali watu familia yangu wengi walikuwa hawajaiona. Kwa hiyo hawajui hichi ni kitu gani. Mwisho akasema pana mapepo huyu. Wewe wanaita wewe shetani gani wewe? Yani wanauliza. Kumbe mimi nikiamka sasa ninafanya maombi mwenyewe, najifanyia maombi mpaka nyumba ya 6 inasikia nafanya kwa kubwa
kubwa ya ajabu. Yani kila nilipokuwa nikianguka ile nikipoteza fahamu ikinitoka ile hali, nikiamka nafanya maombi makubwa sana. Alafu yani ile ilikuwa inanitokea ninavoanguka mpaka nakuta na ile degedege mpaka mikojo inanitoka yani bila kujijua jinsi inavyokuwa imenibana. Na mpaka hivyo kufikia hatua ya kupoteza fahamu, na inaweza kukaa kuanzia masaa mawili. Umeona, ni saa moja na dakika 40, saa moja na nusu niko katika hali hiyo ya kupoteza fahamu. Kwa hiyo nikamweleza vitu vile ambavyo napitia. Nikamweleza na tumbo, nikamwambia tumbo langu siku likisema liume sina msalie Mtume. Yani nitamaliza dawa zote za hospitali, lakini tumbo litakaa tu linanitizama vile vile. Atakayeshindwa ni dokta. Na ni kweli katika safari ambazo nilizokuwa nasafiri naenda sehemu, mimi mwenyewe ndo nataja dawa fulani, natumia dawa fulani, basi napewa zile dawa, lakini dokta anakaa na mimi siku ya kwanza, siku ya pili, sasa tumemaliza dawa zote hospitali, tunafanyaje? Naambia basi acha nirudi nyumbani nikavumilie. Kweli narudi na tumbo langu limevimba kubwa. Kwa hiyo ninachokifanya pale ni mimi nakula miwa na maji, sababu hakuna kitu kinaingia. Hivyo yani mpaka kidogo kidogo inaenda. Unakaa hivi siku 5, siku 7 uli kitu. Unaona? Zaidi ya maji na miwa, yani juisi ya miwa ndo sana. Kwa hiyo na kwa sometime nataka ile miwa yenyewe nitafune. Basi yani ni hali ambayo ikawa iko hivyo. Kwa hiyo baadaye nikaomba nipate vipimo, kweli nikaonekana kuna tatizo tumboni. Naona na nahitajika matibabu, na matibabu yake sio madogo. Kwa hiyo haraka sana mimi nikakimbilia India, ambapo kwenye hospitali nimeshatibia zaidi ya mara 5. Yani kifupi, na hata India na hospitali na utibiwa maalum na madaktari maalum. Kwa hiyo nikawasiliana nao, akaniambia kosa la kwanza ulofanya Wastara, wewe ulikuwa na tatizo la misuli na yani mishipa na mifupa, na tulikuomba kila baada ya mwaka mmoja, yani hapo ndo siku nyingi, urudi paka hakikisha hii hali imekaa sawa. Lakini mpaka tunavyoongea na wewe sasa hivi una miaka 7 hujaja. Kwa hiyo na ikatokea kama hivi unasema mambo ya sumu. Kwa hiyo mambo yamerundikana kweli kweli. Sasa mimi sitaki kusikia naongea na wewe kwenye simu. Nataka kuongea na wewe uso kwa uso, njoo tuone tatizo ni lipi, tunatibia. Kwa sababu mimi hata ukinitumia vipimo 1000 nitasoma, nitajua tatizo, lakini kama usikuja wewe hapa siwezi kusaidia chochote. Dawa unazotumia kwa daktari wako endelea kutumia hizo, lakini fanya mpango haraka sana uje. Tafuta dola 22,000, chukua watu wako, njoo haraka sana. Hivyo yani, lakini vipimo tayari nishampima, nishamtumia na kashajua hivyo. Wakati ananiambia haraka sana ni mwaka jana mwezi wa 11. Kamwambia sawa. Kwa hiyo kwa sababu sikuwa na kitu, maana yake hiyo ndani ya miaka 3 hiyo nimeumwa, nilikuwa naumwa magonjwa ya kubadilika yani. Yes, kwamba nikauza kila kitu nilichonacho, kila kitu. Yani hapa ulipokuja unavyoona hapa, hii nyumba na hivyo unavyoviona ndo vitu pekee nilivyonavyo. Sina kingine chochote kile. Yani sio vifaa vya production, sio usafiri nilikuwa nayo, sio shamba, sio chochote kile mali ambayo nilikuwa nayo. Lakini bado sikufanikiwa sababu nikaika kila sehemu. Bado sikufanikiwa kuiondoa ile hali. Kwa hiyo nilivyoambiwa hivyo, nikijiangalia nimeuza kila kitu, sina pesa, basi mimi nikanyamaza, nasubiri kufa kabisa. Yani ushajikatia tamaa.
Ndio hivyo, siku nyingine napelekwa paka hospitali, niko sijui, na ikiwa paka oxygen hivyo yani. Kwa hiyo ikawa ndo maisha yangu yani, kwamba nakaa hata mwezi haupiti lazima tu yani utatokea magonjwa ya ajabu ajabu tu mpaka napelekwa hospitali. Basi sasa mwaka huu mwanzo kama mwezi wa pili hivi nikaenda tena kwa daktari wangu hapa. Nilipoenda nikaongea naye, nikamwambia lakini kama mimi nashindwa kufanikiwa